Bas, labda hivyo ndivyo unavyoweza kusema kuhusiana na tetesi kwamba Yanga wako mbioni kumsajili Alan Okello, kiungo wa kimataifa wa Uganda ambaye hivi sasa anaitumikia klabu ya Vipers ya kule kwao nchini Uganda, ambao aliwasaidia katika msimu uliomalizika 2024-2025 kutoa ubingwa wa nchi hiyo. Alan Okello akiwa ndiye mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda msimu uliomalizika 2024-2025 akifunga mabao 19, lakini pia akitoa assist 4, akichangia mabao 23 kati ya mabao 49 yaliyofungwa na Vipers katika safari yake ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda. Ni kwamba msisitizo au ukaribu zaidi wa uwezekano wa zile tetesi zagaa kwa kipindi kadhaa sasa kwamba Okello anatua Yanga ni kama hitimisho lake limeonekana leo hii, walau kwa lugha ya picha. Ndio umeona hapo ni rais wa Yanga Engineer Hersi Said, lakini yupo na nani? Yupo na rais wa Vipers Dr. Lawrence Mulindwa, wakijadiliana masuala mbalimbali ya mpira wa miguu barani Afrika, hasa kwa kukumbuka kwamba Engineer Hersi Said ndiye mkuu wa umoja wa klabu barani Afrika. Lakini katika majadiliano hayo ya masuala mbalimbali ya soka ambayo kwenye ukurasa rasmi wa peji ya Instagram ya Yanga hawakuhusisha kabisa majadiliano juu ya Okello kutua Yanga, bali ni masuala mbalimbali ya mpira wa miguu. Mwisho wa siku wakakabidhiana jezi. Tazama, Engineer Hersi Said anamkabidhi kiongozi wa Vipers jezi hiyo ya Yanga ikiwa ina jina la klabu ya Vipers. Lakini vipi kuhusu Dr. Lawrence Mulindwa? Yeye anamkabidhi Engineer Hersi Said jezi ya Vipers lakini ikiwa na nambari 10 mgongoni. Kumbuka ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hii jezi nambari 10 ndiyo jezi ya Okello. Huyu hapo mtazame. Yes. Sasa hapa inamaanisha nini? Hata kama hujui kusoma, basi hata kwa lugha ya picha, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hii ni ishara wazi kwamba majadiliano ya Engineer Hersi Said pamoja na Dr. Lawrence Mulindwa kwa vyovyote vile yanaashiria kwamba yalihusisha pia usajili wa kijana huyu mwenye kipaji, umri miaka 25, urefu futi 5 na inchi 10. Licha ya kuiwezesha Vipers kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda msimu uliomalizika, lakini ni mzoefu katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Michuano ya CHAN hivi karibuni alifunga mabao 3 akisaidia wenzake kufunga bao 1, changia mabao 4 kwa ujumla kati ya mabao 8 yaliyofungwa na Uganda katika michuano ya CHAN ambayo waliishia hatua ya robo finali ikiandaliwa na wenyewe Uganda, Kenya na Tanzania. Lakini kwenye michuano ya kuwania kufuzu kwa finali za kombe la dunia, Uganda walimaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi lao, vinara wakiwa ni Algeria. Kwenye mechi 10 walizocheza, Okello alicheza mechi 7, lakini Okello alifunga mabao 3, akachangia assist pass side za mabao 4, jumla akachangia mabao 7 kati ya mabao 14 yaliyofungwa na Uganda, ikiwa ni mchango wa 50% kama ilivyokuwa kwenye michuano ya CHAN, akichangia mabao 50% kutokana na yale aliyofunga na assist. Na hivi karibuni alikuwa ni miongoni mwa nyota waliowakilisha Uganda katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco, ambako Uganda huundwa na wachezaji kadhaa kutoka nje ya Uganda, lakini yeye ni miongoni mwao. Ni mchezaji ambaye ni kiungo ushambuliaji, anaweza kucheza kutokea upande wa kulia, huku gula kile lenye nguvu zaidi likiwa la kushoto. Tumeshajadili mara kadhaa kupitia channel yetu hii Mbwaduke Stats Sport Next Level. Anaweza kutokea upande wa kushoto kama orthodox winger, lakini anaweza kucheza nyuma mshambuliaji kinara akiwa ni nambari 10. Kwenye mfumo wa Yanga baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 mshambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, maana yake Okello anaweza kufiti miongoni mwa wachezaji 3 wa nyuma ya mshambuliaji kinara, kwa maana kwamba kuwa kama namba 10, kuwa kama winga kutokea upande wa kulia, winga wa kushoto. Sasa jezi yake hiyo ndio aliyokabidhiwa Engineer Hersi Said. Ndipo naposema sawa, kusoma unaweza ukawa hujui. Je, picha huoni hapo kwamba Engineer Hersi Said amepewa jezi ya Yanga iliyoandikwa Vipers FC, lakini yeye amepewa jezi yeye nambari 10, namba ya Okello. Huyu Okello hivi sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo kwa umma ni kwamba mkataba wake unaishia msimu huu unapomalizika 2025-26. Kwingine inaonyesha wazi kwamba mkataba wake unaisha Juni 30 mwaka 2026. Yaani takriban miezi 5 na siku kadhaa ndipo Okello anahitimisha mkataba wake katika klabu ya Vipers. Kwa lugha nyingine, kama atamaliza mkataba wake atakuwa huru na matokeo yake Yanga watampata bure beleshi. Sasa ni dhahiri kwamba kwenye mazungumzo haya Engineer Hersi Said na Dr. Lawrence Mulindwa huenda
majadiliano makubwa pia yalihusisha juu ya mauziano, juu ya biashara kwa kiungo huyu wa kimataifa Uganda kutoka Vipers kwenda Yanga, hasa katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili ambalo limefunguliwa kuanzia Januari mosi mpaka Januari 30. Leo hii ni Januari 9. Huenda deal done. Kilichobaki sasa ni kwa Okello kutambulishwa rasmi, maana hizi picha zilizochapishwa kwa umma leo hii, mazungumzo kati ya Engineer Said na Dr. Mulindwa, ni dhahiri kwamba yanaashiria kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa kama tetesi kingali kikielekea kuwa rasmi. Kilichobaki ni kwa Okello kutangazwa. Na kama hilo litatokea, maana yake ni nini? Ni kwamba kocha Pedro Gonçalves wa Yanga amepata nguvu nyingine, hasa katika eneo la kushambulia kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Amempata kijana huyu mwenye uwezo mkubwa katika kupiga chenga, kasi, mashuti ya kufunga, lakini pia kuweza kutoa pasi saidizi kwa wenzake, akiwa na jicho zuri la kuona wapi pa kupasia wenzake. Lakini vile vile ni mzuri wa kupiga mipira ya kutenga, na yapo mabao ameyafunga kwa njia hii. Kwa sababu hiyo Yanga inakuwa na nguvu zaidi katika eneo la kushambulia, kwa sababu ikumbukwe ni eneo ambalo Yanga wako imara sana. Yanga na wachezaji wa kutosha wenye kipaji. Peodo Pacome Zouzoua ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Maxim Pia Nzengeli ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Celestine Ekwa ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Mudathir Yahya Bass wanapokwenda kushambulia, yeye kama kiungo ukabaji huwa ni box to box, anakwenda kuongezeka kuungana na mshambuliaji wa kinara. Lakini vile vile Ofen Chikola ni kiungo ushambuliaji. Yanga ina viungo ushambuliaji wa kutosha wenye kipaji. Hapo bado sijamtaja Faridi Musa. Maana yake ni nini? Ni kwamba Yanga wanazidi kupata nguvu zaidi katika eneo hilo, na hivyo pengine kuongeza nguvu katika uwezo wao kupachika mabao, kwa sababu huyu ni kiungo ushambuliaji mwenye kufunga. Ndani ya Vipers yeye ni miongoni mwa wale wanaitwa X Factor players, mchezaji mwenye cha ziada. Pindi timu inapokamatwa, basi yeye anaweza kufanya kitu kwa upekee kuiwezesha kupata matokeo. Yanga inapata nguvu ya ziada katika eneo hili. Changamoto hazikosekani. Changamoto mojawapo ni kwamba patakuwa na ushindani mkubwa wa namba. Yeye Okello amekuwa star boy. Ni star boy katika ligi kuu ya Uganda, ni star katika klabu yake ya Vipers, lakini akitua Yanga itabidi afanye kazi ya ziada kumshawishi kocha Pedro Gonçalves apate namba ndani ya kikosi hicho, kwa sababu kuna nyota wengi ndani ya Yanga. Lakini vile vile matarajio yatakuwa makubwa zaidi kwake. Akipata nafasi, mashabiki, wapenzi, wanachama wa Yanga watakuwa kitaraji kuona makubwa yale ambayo amekuwa akiyafanya ndani ya Vipers, ndani ya timu ya taifa Uganda. Na kwa Yanga atatakiwa asichelewe, na hilo linaweza kuwa shinikizo ambalo asipolipokea vizuri inaweza kuwa changamoto kwake. Lakini vinginevyo Okello bonge la mchezaji, muhimu tu adumishe kile anachokionyesha Uganda, adumishe kile anachokionyesha timu ya taifa ya Uganda. Endapo dili hili litakamilishwa Yanga na kutambulishwa kwake rasmi, basi matarajio ni kwamba atakuwa ni nyongeza muhimu katika kuwezesha Yanga. Ligi ya mabingwa barani Afrika wapo katika hatua ya makundi, kundi B. Mwenendo ni mzuri, mechi 2 wameshinda 1, sare 1, wana pointi 4 sawa na Al Ahly. Na kuanzia Januari 23 mpaka 30 wanatarajiwa kucheza mechi 2 za back to back na Al Ahly ya Misri. Kama deal lake linatiki, maana yake yeye atakuwa miongoni mwa wale wa kufikiriwa kuanza kwenye kikosi cha Yanga dhidi ya Al Ahly. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.